Ikumbukwe kwamba kama ilivyokuwa kwa Asata, Cuba pia ilikataa kuisujudia Marekani na kufanikiwa kushinda hila zote za taifa hilo la kibeberu licha ya zaidi ya miaka 60 ya vikwazo vya kiuchumi vinavyolenga kuiangamiza nchi hiyo. Cuba imeendelea kusimama imara ikiwahudumia wananchi wake kwa ufanisi mkubwa kiasi cha kuipita hata Marekani katika eneo la huduma za kijamii. Mbali na hifadhi ya ulinzi kwa Asata Shakur, Cuba imekuwa kisiwa cha matumaini kwa wavuja jasho wote ulimwenguni, ikitoa mshikamano hali na mali kwa wavuja jasho duniani kote, hasa katika eneo la afya, sayansi na mengineyo, bila kujali hali yake ya kiuchumi. Katika barua yake kwenda kwa Papa John wa pili mwaka 1998, Asata mwenyewe alibainisha sifa adhimu za nchi ya Cuba akisema, natumaini utafurahia ziara yako hapa Cuba. Hii siyo nchi yenye utajiri wa mali, lakini ni nchi yenye utajiri wa utu, utajiri wa kiroho na utajiri wa maadili. Kwa msimamo thabiti wa kupambana dhidi ya ubepari na mifumo yote kandamizi, pamoja na misingi imara, utu na upendo kwa viongozi na watu wake, Cuba ilikuwa sehemu sahihi na salama zaidi kwa Asata Shakur kumaliza safari yake ya mapambano ya ukombozi wa wanyonge.